Kuwa mnamwacha upesi, hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia Injili ya namna nyingine. Nastaajabu kwa kuwa mnamwacha upesi, hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia Injili ya namna nyingine. Wala si nyingine, lakini wapo watu wawataabishao na kutaka kugeuza Injili ya Kristo, lakini iwakosi si au malaika ya wa mbinguni wakiwahubiria Injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri. Nitasema na ananiwa kama tulivyo tangulia kusema, sasa nasema tena, mtu awaye yote akiwahubiria Injili yoyote isipokuwa hiyo, tasema na halaliwa. Mtu awaye yote siyempenda Bwana na awe amelaaniwa Maranatha. Hapo mwanzo tulipokea Injili kwa machozi mengi, lakini sasa tumekuwa nayo mazoeana, hata tushangai kukusanyika. Tulikuwa wepesi kutii mno, huko kukusanyika tulihubiri, wa kutoa tukawa wepesi mno, katika kutoa tulihubiri, wa kuacha dhambi, ulevi, chuki na zingine nyingi, na uzinifu, kumwibia Mungu zaka kamili, sadaka shukurani hatumwamini, liyesimamishwa tumeongeza, dhambi juu ya uovu tumetengwana. Hayo mema ambayo Mwenyezi Mungu alituahidia, nani aliye waloga hata mbio zile za kwanza hamnazo tena, mlikuwa mkipiga mbio vizuri, ni nani aliyewazuia msiliti kweli kushawishi huku? Hakukutoka kwake yeye anayewaita ninyi watu wa Mungu, mlikuwa mkipiga mbio vizuri, ni nani aliyewazuia msiliti kweli kushawishi huku? Hakukutoka kwake yeye anayewaita ninyi watu wa Mungu. Nastaajabu
kwa kuwa mnamwacha upesi. Hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia Injili ya namna nyingine. Mungu wa mama mwanzilishi atubariki sote. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Ndugu zangu wapendwa, Dear brothers and sisters, hii ni Jumatano. this is a Wednesday. Siku ya Jumatano A day of Wednesday ni siku ya mafundisho. is a day for teachings. Hii siku iliwekwa special This is a day that was put ya special mafundisho. for teachings. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unakuja You come kusikiliza, to listen. kusikiliza. To listen. Hii ni siku muhimu It's a sana, very special day indeed, hasa kwa wahubiri. especially to the preachers. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Siku muhimu sana. A very special day. Maneno yale ambayo The words that Mungu anataka waambiwe watu, God wants to be told, analituma hilo neno He's sending that word siku ya Jumatano. on a Wednesday Tusikilize, so that you may hear. na wahubiri tukiwako, And the preachers, while you are basi here, inakuwa vizuri. it's so good indeed. Tunarudi kule tuendako, We go back where we came from. tunaenda na neno la kutoka makao makuu. We go with a word from the servant of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Manake kile chakula walichokula hawa Whatever they ate, kule nako wakale hicho hicho, so they ate the same popote pale. wherever they are. Hata ni heri kama mtu hakuja, So it's better for that one who never lakini came, anauliza mwenzake. but he's asking his colleague. Haleluya. Hallelujah. Siku hizi imekuwa vizuri, This day is so easy. ni rahisi, It's so easy maana mtandao unafanya kazi. because the internet is there. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yule ambaye hana simu hiyo, Whoever has no such a phone, aulize mwenzake, he may ask his colleague, Jumatano on Wednesday, ulifundishwa nini? what were you taught? Chukua lile neno lile, Take that word. Mungu atakusaidia, God will help you. atakuongezea, He will add up unto you. lakini msingi ule But the foundation, unaenda nao wewe. you go with it. Unafundisha mengi, You teach so many things, lakini but unawafanya watu you are making people, wanaomba kama walivyoomba hapo. they pray as we pray here. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Hallelujah. Maana ndiyo maana Because that is why imekuleta hapa, I brought us here. na hata kama uko kule, And even if you are far, wewe unamaanisha it means uko pamoja you are together na makao makuu. with the headquarters. Una mambo mengi unaweza kusema, There are so many things that you can speak. una maneno mengi unaweza There kusema, are so many things that you can say. lakini msingi wa kanisa But hili the foundation of this church umoja. is unity. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio msingi wake. That's the foundation of it. Haleluya. Hallelujah. Yako maandiko mengi kwa There Biblia. are so many scriptures in the Bible. Kila mtu anaweza kufanya vile anataka, Everyone can do whatever he wants to do. lakini ule msingi But ule, the foundation, lile neno ambalo the word that limetumwa hapa has been sent here Jumatano, on Wednesday, ungana nalo, join with it. alafu Mungu anakupanua. Then God will expound on that. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anakupanua kwa He mambo will mengi, expound in so many things. lakini una msingi ule ule. But you have the common foundation. Haleluya. Hallelujah. Una msingi ule You ule. have the very common foundation. Hata upanuliwe vipi, Even if you are challenged, kisha una msingi, then again you still have the Watu foundation with you. wenzako, Your colleagues, unakuwa pamoja nao. you become together with them. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Hallelujah. Kwa hivyo leo ni siku ya Therefore, mafundisho, today is a day of na teachings. tunapokuja hapa, And when we come here, mnenaji yuko the tayari speaker is ready. ambaye amewekwa. That has been put. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anene na sisi, To speak unto us. anene na sisi. To minister unto us. Leto ni kumsikiliza, Ours is to hear.
Ukija hapa, When you come here, wacha maneno yako mengi. forsake your own things. Wacha maneno yako mengi. Forsake your own. Wewe sikiliza tu. You listen. Fanana hujui kitu. Sound like you don't know anything. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lakini ukifuata ile njia, But when you follow the way, utaona you'll see unapata mafunuo ya kweli hata you ukienda. are finding the new revelation. Lakini ukianza maneno mengi, But when you start practicing, na shetani anakupa maneno mengi, and the devil is giving you so many things, hata wewe mwenyewe ushangae. yourself will be amazed. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Atakupa maneno He'll mengi, give you so many things maana atakwambia unajua. because he'll tell you, you know. Hallelujah. Amen. Yule alikuwa mwerevu tangu zamani. That was so bright from the beginning. Ule uongo, The lies, yeye ni baba yake, that is the father. ndiye anauzaa. He's the father that is producing all that. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Basi ukisikia neno hapa, So when you hear the word hilo here, ndio neno, chukua. take it, Ni mshirika, whether a ni follower, mhubiri, whether a preacher, chukua lile neno, take that enda word, na hilo, go with that. enda na hilo. Go with it. Wacha maneno mengi, Stop prating. mengi yawe yako wewe, You prat, lakini ya kanisa, but the word of the church, chukua yale unasikiliza hapa. take whatever you hear from here. Mungu yuko kule mbinguni, God is in heaven, lakini anajua but he knows kuna mtu hapo there's somebody there, ameinuliwa. has been uplifted. Emmanuel K. Emmanuel K. Mzungu. Yeye Him upewa neno tu, is given a word. upewa neno tu. He's given a word. Unaweza kupita hapo, You can pass by. akwambia chukua hili, He tells you, take this one here. na ukija nalo When you come with that, ni kweli yenyewe. it's very true. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Hallelujah. Kwa hivyo tuwe tayari So let's be ready kusikiliza, to listen. kusikiliza. To listen. Tutoke hapa na maneno ya hapa. Get out with the word of this place. Haleluya. Hallelujah. Twende nayo kule twendako. Let's go with it wherever we are Twende nayo going. manyumbani mwetu. Let's go wherever we are going at our house. Yatatusaidia. It will help us. Basi kwa nini tumpotezee Then why should we delay him? masaa mnenaji? The hours of the minister. Tupe nafasi mapema, Let's give him an early anene chance na sisi so that he may minister unto us Atuambie and tell us yale maneno the ambayo words that Mungu anataka tuyasikie. God wants us to hear. Haleluya. Hallelujah. Naomba tuinamishe vichwa vyetu. Ask you to bow down our heads. Tuinamishe vichwa Let's vyetu. bow down our heads. Baba, ninakushukuru Mwenyezi Mungu wa mbingu na nchi, Mungu wa mama mwanzilishi katika mtumishi wako Bwana. Ninakushukuru Mwokozi mwema kwa wokovu wako mkuu. Asante kwa ujumbe ambao Bwana umeuweka jioni ya leo, maana ni kwa ajili yetu sisi, ili tupate kufaidika na ifunga ibada hii mikononi mwako, nikiamini Mungu wa mwanzilishi uko pamoja nasi, ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. 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 Asante Bwana Yesu. Thank you, Lord Asante Jesus. Bwana Yesu. Thank you, Lord Kwa hivyo Jesus. tulia So be calm mahali ulipo, wherever you are. sikiliza Listen. neno linakuja The pale word pale. is coming right Kila there. mtu achukue, Let everybody take. kila mtu achukue Let everyone take kilicho chake. what belongs to him. Karibu Pastor Rimba, Welcome, Pastor Rimba. karibu Welcome. nene nasi. So that we may minister into Huu ni us. wakati wako, This is your time. wakati wako sasa. This is your time Unene na watu, that you talk to people. unene na watu. You talk to people. Sisi twaja kwa We kusikiliza are coming here to listen to na you kusikiliza and listening. lile limetiwa ndani yako, Whatever has been put in you, tunalichukua. we take it. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Karibu sana Pastor. Welcome, Pastor Rimba. Karibu sana, karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Amen. Jioni njema ya Jumatano ya leo. It's a good evening on Wednesday. Mungu wa mwanzilishi kwa maombi ya mtumishi wake Emmanuel God of the Mzungu, founder, through the prayers of his servant Emmanuel K. Mzungu, amekulinda, amenilinda, has ametuleta secured pamoja. you and I and brought us here. Tuepusha na kila kizuizi. He has secured from all hindrances. Ametuleta pamoja. He has brought us together Kumbushane, to remind each other, kama Roho wa Mungu atakavyotupa, the way the Spirit of God will give us, kama mpavyo mtumishi wake. the way he gives to his servant. Jumapili tulikuwa hapa, On Sunday we were here tukarudia. and we repeated.
Wakaambiwa wale mitume They were told, the apostles, Petro na Yohana, Peter and John, nyamazeni be quiet, kunena maneno haya speaking these words na kunena maneno ya habari za Yesu, and speaking about the affairs of Jesus, kwamba anaokoa, that anaweza. is saving. Wakaapishwa kabisa, wakalishwa They were kiapo. made to swear, Lakini wakasema but they said, sisi hatuwezi we won't kuacha kuyanena tuliyoyaona na kuyasikia. stop speaking whatever we saw and whatever we heard. Angalieni ninyi, Just look around. ikiwa ni haki sisi tuache kuyanena tuliyoyaona na kuyasikia. If it's right for us to forsake speaking whatever we heard and whatever we saw, Maana walikuwa na hakika because they were so certain na wanayoyanena with whatever they were speaking na wanayoyashuhudia, and whatever they were evangelizing, kwa sababu yanafanya kazi. because they were working. Hata ndio yameinua mtu yule pale langoni, In fact, it made that person to stand up at the door. na hata watu hawa pia wamekuwa mashahidi In kabisa fact, they were witnesses kwamba haya maneno yanayonena na Petro na Yohana, that this word that was spoken by Peter habari and za John, Yesu Kristo that mwana wa belong Mungu, to Jesus Christ, the Son of ndio God, zimeinua yule mtu. are the ones that have made that person to stand. Hata wameona kabisa, They have witnessed, wakasema nyamazeni, but they mseme. said, you stop, keep quiet. Lakini wengine wao But some of them, wakaokoka, they were saved wakafuata. and they followed. Haleluya! Hallelujah. Ndio tukajifunza kwamba That's why you learn that si watu tu, not only people, mara nyingine ni hali za maisha at zitakujia, times, in the circumstances of life, hali ngumu maishani. very difficult circumstances in life, Na wokovu uliuona, and you saw the salvation. uliona kuokolewa na shida You ile saw being saved from that problem na kushindiwa dhambi ile. and being saved from that sin. Leo hapa kumekuja nguvu nyingine hapa, Today, a certain strength has come inakusukuma that mabayani. is pushing you to evil things. Maana yake The meaning is, inakwambia nyamaza, it's telling you to keep quiet. kusema kwamba Yesu anaweza. Don't say that Jesus is able. Haleluya! Hallelujah. Nyamaza. Keep quiet. Lengo usiendelee kudai The idea that is that you should not continue kuokolewa na hili, being saved from this. lakini atakaye faulu But whoever will ni succeed yule saa yote akumbukaye is the one who remembers aliona nini, what he saw, alifanyiwa nini, what was done to him, aliona wokovu gani which kind of salvation did he see kwa Mungu. from God. Haleluya! Hallelujah. Ndio tukajifunza ya kwamba That's why you learn kwamba that tukishaokoka not only that when we are saved, mambo magumu hayatakuja, difficult things won't come, majaribu hayatakuja. challenges won't come. Iko siku It is a day shida zitakuja, problems will come matatizo yatakuja, and complications will come. hali zitakuja maishani Circumstances will come in life za kufanya uchukie jirani to huyu, make you to hate your neighbor na uwe na uadui na yule, and be endemic to that na uwe na uchungu na and yule, be bitter towards that, ili so that Roho wa Mungu asifanye kazi the pamoja. Spirit of God may not work in you. Unapoingia uchungu, When bitterness comes unto you, umehuzunisha Roho wa Mungu. then you have offended the Spirit of God. Haleluya! Hallelujah. Huyo atainua maneno ya dharau, This one will despise you, ya fedhea. and that one will dismay you. Shetani anakutafuta The devil is seeking for you uingie uchungu na so yeye. that you may be bitter towards, Umehuzunisha Roho wa Mungu. then you're offending the Spirit of God. Hata utamuita pale akuokoe na jambo, You call him to save you from something lakini maybe, umemhuzunisha. but you've already offended it. Haleluya! Hallelujah. Ndio tumeimba naja kwako ni And that's why safi you've kwa jina sung, la we Yesu. have come to that we sanctify us with the blood of Jesus. Naja I'm coming ni safi that you sanctify me kwa jina lako Bwana Yesu. in your name, Lord Jesus. Tamuona wapi twende kwake? Where else should we go? Neno lake. His word. Tusome Tito. Let's read from the book of Titus. Ndio anasema That's why he says, mafunuo ya kuokoa wanadamu wote the yamefunuliwa. revelation to save all human beings, Rehema zake his mercies, zimefunuliwa ziokoazo wanadamu wote. have been revealed to save all human beings. Uwe mfupi, uwe Whether you are mrefu, short or tall, uwe mwembamba, uwe mzito, whether you are thin or fat, uwe tajiri, uwe whether masikini, rich or poor,
mafunuo ya neema zake The yamefunuliwa revelation of his mercies have been ya revealed kuokoa wanadamu to save wote. all human beings. Sasa ikiwa ni wanadamu wote, So if it means all human beings, wewe wasemaje hili mimi siliwezi? how can you say that this is impossible? Wasemaje dhambi hii imenishinda hii? How can you say this sin has defeated me? Wasemaje uchungu umenishinda? How do you say bitterness has overcome you? Na hakuna ajiokoaye mwenyewe. And there's no one who saves himself. Atuokoaye ni Bwana Yesu. Whoever saves us is Jesus Christ. Kwa mafunuo yake katika neema yake. His revelation in his mercies. Hakuna awezaye kitu. There's no one who is able. Ndio anasema. That's why he says, tusomee kuanzia 11. read for us from verse 11. Tito 2:11. Titus chapter 2, 11, 13. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Endelea. Tulitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafisha na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live lives of the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession, who are zealous for good works. Declare these things, exhort and rebuke with all authority. Let no one disregard you. Amen. Amen. Anasema, He says, na mafunuo other revelation iokoayo, that is saving. neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote, The grace of God that is saving all people imekwisha funuliwa. has been revealed. Nayo inatufundisha kukataa mabaya. And it has taught us to forsake evil things Na tamaa za dunia hii. and all the lust of the world, Pate kuishi so that you may live kwa kiasi na haki limited and righteously na utauwa with ungodliness katika ulimwengu huu wa sasa. in this present world. Neema iwaokoa wanadamu wote. The word that is saving all people. Wewe utafikaje mahali useme, How can you reach to a point and say, dhambi hii imenishinda, this sin has overcome me, uchungu mimi siwezi, bitterness I can't overcome it, na neema ilifumuliwa and the grace was revealed iokoayo watu wote. to save all people, Na wewe umutu, and you are somebody? ni kwa sababu It's because wewe hujataka. you've not wanted. Amen. Amen. Hujataka. You've not wanted. Hakuna awezaye kujitakasa mwenyewe. There's no one who is able to sanctify himself. Atutakasaye ni Bwana Yesu. Whoever sanctifies us is Jesus Lakini Christ. anasema ni yule atakaye. But he says it belongs to that one who wants. Alijitoa nafsi yake He sacrificed his soul kutuokoa na maasi yote, to save us from all the iniquities, tufikirie utimilifu wa utakaso. so that we may reach to the fulfillment of sanctification. Ajitakasie watu The one who sanctifies people wawe kanisa lake takatifu. to be his holy church. Anasema ni wale sasa And he says it now those walio na bidii who are zealous katika matendo mema. in doing good. Maana yake The meaning is wale walio na njaa, those who are hungry, wasiosema who don't hili say ni gumu kwangu, this is difficult to me,
Mke huyu amenishinda huyu. This wife has defeated me. Amekushinda wewe lakini He hajashinda has Bwana defeated you Yesu. but not Lord Jesus. Bwana Yesu anaweza kumgeuza. The Lord Jesus can change her. Kilichoko ni wewe uje kwa Yesu What is kupenda. there, it's upon you to come to the Lord Jesus and love her. Lakini wewe umechukia. But you're already hating. Hallelujah. Hallelujah. Neema iko The grace is iwezayo there, kuokoa mtu huyu. able to save this Lakini person. Mungu But anaangalia God is seeing ni nani ampendaye, who loves, ni nani ambaye mtu huyu ni muhimu kwake, who is this person important to, ni mtakase, so that I may cleanse awe him, kitu chema cha to nani, be a good person to who, afae nani, to benefit who, ambaye huyu ni kipenzi chake. that this is his lover. Hakuna. Nobody. Amen. Amen. Nasema amenishinda. You say she has overcome me. Lakini ukakaa ukasema, But should you sit down and Bwana say, Yesu, neema yako the Lord uliyoifunua Jesus, your grace that you iokoayo revealed, wanadamu that wote, saves all na huyu people, mke wangu ni mwanadamu kama and wengine, my wife is human too. umupende, You love her. alafu uombe Mungu muokoe huyu. Then you pray to God to save Mtakase this na person. misemo ile, Sanctify her from those usimuone yeye utterances. lakini uone ni shetani Don't ametia. see her, but see the devil in her. Lako wewe Mungu anakuangalia upende. Yours is God observing you to love. Lakini wewe unasema amenishinda. But you say she has overcome me. Na hapa inasema But here it says, neema ya uokoayo watu wote, the hata grace huyu that ni saves mtu, all people, even this one inaweza here, kumuokoa hata huyu. can save even this one here. Haiji kuokoa maana It doesn't come to save because hakuna anayependa mtu. there's no one who loves the Na other. Mungu anasema mahali pengine, But God says in another place, ningeokoa lakini sioni mtu. I would have saved, but I don't see anybody. Hujakuwa mtu kwa You huyu. have not become a person to this one here. Hallelujah. Hallelujah. Mtu anayependa huyu mtu, Someone who loves this person, ambaye ni watamani kwake. who is so precious to him. Niokoe huyu Save this one here kwa ajili ya huyo mtu. because of the other. Hallelujah. Hallelujah. Ndio mimi nikisoma hapo, That's why when I read that ninaamini place, kabisa I believe that Bwana Yesu Lord Jesus anaweza kunitakasa can sanctify me na unyonge wote, from all the maana weaknesses, alimwaga damu yake because he shed his blood itakase dhambi to zote. cleanse all the sins. Anasema japokuwa nyekundu He zitakuwa says, nyeupe kama though theluji, they are so red as scarlet, they'll be white as snow. japokuwa nyekundu kama bendera Though they are red as scarlet, zitakuwa nyeupe kama sufu. they'll be white as snow. Haleluya. Hallelujah. Ila zitakuwa nyeupe kama theluji. And they'll also be white as snow. Lakini nani aaminie? But who believes? Na yuko wapi atakaye? And where is that one who wants? Anataka He wants. tena aaminie ya And kwamba again he believed that, si kwa kutaka kwangu, not through his willing, bali ni yeye aliyemwaga neema ya kuwaye but watu through wote. that one who shed the grace to save Alafu all people. muombe kwa And imani. again you pray to him by Kwanza faith. utake kwanza First of all, you need to want kule kutakasika, being sanctified. maana umejiona kweli, mimi hali yangu hii, Because uongo you've huu seen your ulionao, condition na ujanja huu nilionao and huu, all the cunningness you have, hautanipeleka mbinguni. it won't take me to heaven. Kwanza ujione uko mdhambi, First of all, you count yourself as a alafu sinner. pili utake Then kuokoka, secondly, you want in your alafu heart. uamini ya kwamba Then huwezi you kujiokoa believe mwenyewe. that you can save. Neema ilifunuliwa na Bwana Yesu. The grace was revealed by the Iokoaye Lord wanadamu Jesus to wote. save all people. Haya, muombe sasa. Then pray to him. Mimi niko hapa Bwana Yesu, I'm here, Lord Jesus. ni mwenye dhambi, I'm a sinner. nimkosa pale, I'm a transgressor there. And Nimekosa I'm pale. a transgressor there. nataka kutakasika, I want to be sanctified, lakini siwezi. but I'm not able. Lakini yeye Yesu, You, God, neema yako ulioimwaga your grace that you shed down, iokoayo watu that wote, saves all people. na mimi ni mtu, I'm human too. na wewe ulikuja chini ya And you jua came under the sun uokoe watu to wote. save all people. Niokoe na lile, Save me from that. niokoe na And lile, save me from that. atatakasa. And sanctify me. Amen. Amen. Na kama haviji na unataka, And if they're not coming yet, you want, pengine wataka kweli, maybe you want truly, hata una imani kweli, you have faith, fine, lakini pengine ni nguvu ya laana mahali. but maybe there's a strength of a curse somewhere. Ulihukumu mahali hapatakani pahukumiwe. You judged a point that is not supposed to be judged. Ndio tuliwekewa wawili mkipatana That's duniani. why it was put, if two of you agree on earth, Tafundishwa, will be taught. kumbe nguvu hizi nataka lakini siwezi. I want fine, but I'm not able. Na Paulo alinena hapa And katika Paul Biblia. said, Ukisoma Warumi 7:15. if you read Romans 7, Paulo akafundisha, Paul ikiwa lile taught, nitakalo kulifanya silitendi, if whatever you want to do is not happening, na lile nisilolitaka ndio nilitendalo, and whatever I don't want to do is what is happening, basi si mimi nafsi yangu, then my soul, ni ile dhambi inakaa ndani yangu. the sin must be living in me.
Haleluya. Hallelujah. Kutaka nataka mimi I want fine nitende mema. to do good. Kutaka nataka nitende mema. I decide to do good. Hata nikiamka When I asubuhi wake up in the morning, nasema leo mimi I say today sitasema uongo, I maana won't zimenichosha. lie because I'm tired of it. Leo mimi Today sitaenda kwa zinaa I kabisa, won't go to nimechoka. adultery because I'm tired. Hata wataka kabisa, You want truly, lakini haviji. but it's not happening. Wokovu hauji. The salvation is not coming. Anasema Paulo, He says, Paul, ikiwa nafanya ile nisilolitaka mimi, if you are doing whatever you don't want, silitaki lakini ndio I nilifanyana. don't want, but that is what's happening in my life, Si mimi nafsi yangu, then it's not my soul. ni ile dhambi inakaa It's the ndani yangu. sin that dwells in me. Tusomee kuanzia 15 teremke hapo. Warumi 7:15 teremke hapo chini. Maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo nilitendalo. Lakini kama nikilitenda lile lisilopenda, na ikiri ile sheria ya kuwa ni njema, basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Endelea hapo 19 umalize. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Endelea. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Basi. So now it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. For I know that nothing good dwells in me, that is, in my flesh. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Now if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. Amen. Amen. Alafu unasema hakuna dhambi ya And you laana say there's no sin of a curse inayotaka wawili mkae pamoja. that Sasa wants you two to sit together. hayo ndio yanafaa wawili sasa. This is what Kutaka is nataka, benefiting. Paulo I want anasema fine. Paul is nitende saying jambo to jema, do good, lakini siwezi. but I'm not able. Na ninaamini mafunuo ya Bwana And I Yesu believe the revelation of the Lord Jesus ya neema yake and His grace inaokoa wanadamu is wote. saving all people. Hata mimi ni mwanadamu, I'm mimi human too. nataka kuokolewa, I want to be saved, lakini vile ninavyoamini haviji. but the way I believe is not happening. Anasema si mimi nafsi He yangu, says, not your soul, ile dhambi inakaa the ndani. sin that dwells Maana in you. ndani yangu mimi Because my will, kutaka nataka nifanye I mazuri, want to do good fine, lakini but siwezi. I'm not able. Ndio hilo sasa tunasema That's why it says, wawili mkipatana sasa, when two of you meet, ungamee ninyi kwa nini na kuombea. confess to each other and pray for each other. Haleluya. Hallelujah. Kae chini. Sit down. Kutaka mimi nataka nifanye hivi I siwezi. want to do good, for that, but I'm not able. Ndio ndugu And watakushuhudia. the brothers will evangelize to you. Ulidharau nani? Who did you Ulihukumu despise? nani? Who did you judge? Haleluya. Hallelujah. Ulilaumu wapi? Where did you blame? Ufahamu utakuja, The knowledge will come, lakini silaha ya kwanza but the first weapon, ujaliwe kutaka kwanza. be enabled to desire. Amen. Amen. Kwanza silaha ya The kwanza very first weapon, ujaliwe kule kutaka. be enabled to Kule, desire. kutaka kule kutakasika. Being desiring in being sanctified. Amen. Hallelujah. Haya, muombe Mungu Then sasa. pray to God now. Wewe uokoaye wanadamu You who wote, saves all human beings, neema yako iniokoe na lile. may your Naokolewa. grace save me from that and that too. You will be saved. Na lile umetaka na umeamini And whatever you want and you na believe, umeomba halijaja, and you are praying yet it's not coming, ndio choke nasema sasa. that's why the Bible is saying. Ndio kasikia mzee huyo alizunguka huko kote And then you see this old man went around there. akihubiri. When he was preaching, Mwanzilishi the anauliza, founder was asking,
Sasa wasema nianzishe kanisa lako nihubiri Now you nini? are telling me to start my own church. What should I preach? Kaonyeshwa mtu mmoja mweusi Then he was shown one black na person, mmoja mweupe. one very white. Haleluya. Hallelujah. Huyu mweusi huyu This black one ili here, atakasike for him to be hata sanctified, baada ya kuhubiriwa even after being preached, ni akae chini sasa. let him sit down first Anene kweli yale alimfanya awe mweusi ni. and speak the truth why he's black. Amen. Amen. Ndio mimi nilikuwa hapa mimi. That's why I was here. Nimeamua kuokoka. I've decided to be saved. Hata kabla sijaamua kumkiri Yesu kuwa Even Bwana na before I Mwokozi wangu. declared Jesus to be the Lord of my life, Nimechoka na maisha ya dhambi. I was tired with the life of evil. Lakini nilikuja humu, But when I came here, lakini nguvu yaniandama humu, the strength was still following me right here. nguvu ya kudharau watu. The strength to despise people. Sina niyemuonaye ni bora, I don't see anybody to better, manunguniko, murmuring, na sitaki. and I don't want it at Hata all. inahubiriwa kabisa. I'm preached to very well. Ni nini hii? What is this? Kutaka nataka, I want fine, lakini siumbiki kile but I'm kimungu. not created in me. Nikavuruta kiti hapa. I pull a chair right here. Siku moja nikamuita mtumishi wa Mungu leo. One day I called the servant of God. Wakati huo alikuwa ni mzee wa At kanisa. that time he was a church elder. Kutaka nataka, I desire na fine, silaha ya mtu ili uokoke kwanza and the upewe kule weapon kutaka for kwanza. one to be saved and be given to one. Ujifahamu mimi ni mwenye You dhambi. need to know yourself as Kwanza a sinner, ufahamu kwamba so that you may be given a hali know-how. ulio si sawa, This is not right. umudadisi You are spying, au mtu mgomvi. and maybe you Kwanza are uone hii hali conflicting. yangu si haki. You need to feel that Na mimi, this state is not good. Sina kukubaliana ya wandugu I haraka. can't agree with the brothers. Hata nikaambiwa la kuokoa. Even if I'm told I want to save me, Talikubali kesho. I'll accept it tomorrow. Lakini kwanza mashindano kwanza. But I need to argue Panga first nibishane kwanza. until we compete. Ndio kesho hawa ndugu sameheni. There's tomorrow, forgive Yale me. mlioniambia juzi ilikuwa ni kweli. Whatever you told me the other day was very true. Ni nini? What is it? Hallelujah. Hallelujah. Kutaka nataka I desire fine niwe yule to akifundishwa, be that one person when he's taught Nimefundishika. that I'm unteachable, lakini nilikuwa hapa mimi. but I was here, Hata nikifundishwa even if I'm taught, na missionary afikie kwa dhambi yangu. and missionary to reach and Mpaka measure my nitafute sin, kwanza aliambiwa na I nani. need to seek who shared to him. Aliyemwambia ni nani? Who shared my sin to him? Tangu ni kijana hata nimeoa ndio Since vikazidi I mno. was a young boy till I got married. Nilipooa sasa nimepata mtu wa kumlaumu sasa. When I married, that's when I got somebody to blame now. Na ndivyo nilivyo kabisa. And that's exactly how I am. Lakini kule kwa nikubali. But just accepting. Ni nini hii? What is this? Baadaye nasikia hukumu kabisa kule. Later I feel condemnation in me. Kuna roho ya mashindano mimi. Why do I have this Sitaki, spirit of- I don't want Lakini it, inakuja. but it's coming to me. Sitaki. I don't want it at all. Kamuita mtumishi wa Mungu. I call leo. the servant of God, Mzee Emmanuel kia mzunguka our elder Emmanuel K. Mzungu. Mwambia wewe umpole, You are so meek tena unasema ulikuja hapa huna mashindano. and say you came here with no Hata arguments. ulikuwa unabeba kisu ukaambiwa In fact, ukiache you used ukiacha to carry a tayari. sword and when you are told to stop it, you stop it. Lakini mimi niko hapa But I'm here, nikihubiriwa, when I'm preached to, sina roho ya kuhubirika haraka. I don't have that spirit of accepting the preachings. Kinachotangulia ni huyo mhubiri Whatever aliambiwa comes na nani. first is who told this preacher my sins. Haleluya. Hallelujah. Kule kukubali kurudiwa. Accepting to be reproved. Sina roho inayokubali I kurudiwa don't have haraka. that spirit to accept to be Na Biblia reproved. inasema And the Bible says, kama ninyi hamna kurudiwa ambalo if you ni fungu can't la be wote, reproved, basi ninyi ni wana wa haramu. then you are forbidden children. Lakini mwana wa halali But a righteous kid, akionywa ameonywa tayari. when his warns, is already receiving the warning. Haleluya. Hallelujah. Sasa mimi nikasema mimi ni mwana wa haramu. So I said I'm a forbidden kid. Na huu haramu huu ulianza wapi? And this forbidenness, where did it Umeanzia start? humu kanisani kweli? Did it start right in church? Mimi nilitoka kwetu nije nifundishwe hapa. I came from a place to be taught here, Niongozwe so niokoke. that I may guide and be saved. Kile kinachoinuka But kushindana whatever nayo ya is kuniokoa bringing kinatoka wapi? up in me that is preventing me from salvation, where Akanambia does it come? rudi kule kwa babako na He mama. told me, go back to your father and your mother, Maana mwalimu wa kwanza because the wa first teacher wa mtu of somebody ni babake na is mama. your father and your mother. Hawa ndio mabishopu wa These kwanza are very, very first bishops wa mtu akizaliwa. for somebody when he is born. Na hawa ndio wakufunzi wa And kwanza. these are very first teachers. Hawa ndio mamaneja wa kwanza. These are the first managers. Hawa ndio madirekta wa These are the kwanza. first directors. Hata leo umeandikwa kazi una degree Until zote. today you employ
Na huyu manager hata huko kwako hakufika degree, hana And this manager doesn't even have a lakini yeye degree. ana kampuni amekuajiri, But he has a company, he has employed you. ili ujaliwe kunyenyekea miguuni So that mwake. you may be enabled to humble Maana wewe yourself una before him. degree, kampuni huna. Because you have the degree but you don't have the company. Ili ujaliwe kunyenyekea So that you may be enabled to humble kwa huyu. to this Hana person. degree lakini He doesn't have a degree fine, alibarikiwa kutoka tumboni. but he was blessed right from his Ana mother's womb. kampuni. He has a company. Lakini ujaliwe sasa kunyenyekea mbele Now zake. be enabled to be humble before him. Inategemea yule director wa kwanza ni baba na mama. It depends from your father directors, the mother and your mother. And your father. Ulinyenyekea mbele zao, Were you humble before them? au ulikuwa ukisema baba ananionya nini? Or maybe you used to say, my father is warning me. Nikaambiwa arudi huko nyuma. I was told, go back. Lakini sasa ili niokoke, But now for me to be saved, kwanza nilijitambua mimi ni munyonge. first I recognize Mimi myself ni as a mwenye weak dhambi. person. I'm a sinner. Hali hii nilionayo si The sawa. state I have is not good for me. Sikuja hapa I kushindana, didn't come here to argue. sikuja hapa I kukosoa. didn't come here to rectify. Nilikuja kutoka kwetu nije nifundishwe I niokoke. came from a home to be saved. Hiki kinachoinuka hiki But whatever is springing up, kupinzana na hao watu wa Mungu ni nini? opposing the people of God, what is it? Kutaka nataka. I desire fine. Amen. Amen. Ndio nikaambiwa hapana ndugu. That's when I told, sit down. Kweli mafunuo yako ya Kristo Yesu Truly the revelation is there for the Lord Jesus, yaliyofunuliwa yaokoayo watu wote. that you are revealed to save all Hata people. wewe mtu wa kuokolewa, maana You are neema hiyo human iko too kwa to Bwana be Yesu. saved. Hata kutaka wataka, You want fine, lakini kuna dhambi hapa. but there's a sin here. Pastor wa kwanza ni baba na mama, The first preacher is your father and your mother. na bishop wa kwanza ni And baba the na first mama. bishop is your father and your mother. Director wa kwanza ni And baba the na first mama. director is your father and your mother. Akaniambia, je, hawa He told me, these two people, ulionywa ukaonyeka? when they warned you, did you receive the warnings? Ulirudiwa na hao ukakubali kurudiwa? Were you reproved by those who are supposed to reprove you? Akamwambia I hata hivi said no. tusemavyo, Even as I speak right now, hata hivi tusemavyo, even the way you speak right now, bado kule ndani in my heart, nikienda kwetu when I go home, kuna roho hapa ndani. there's a spirit in me. Naona huyu baba huyu I feel my father angegeuka kidogo. has turned, need to change. Haleluya. Hallelujah. Niliishi nikiona baba haendi sawa, I lived seeing my father hajaweza kumanage mashamba is yake. not able to manage his farms. Sasa nilipodharau, So when I despised, nikafika mahali it reached to a point. hata akaniita nionye jambo, And when he calls me to warn me from everything, sikubali kuonyeka. I could not accept to be Kule warned. moyoni kuna roho inaniambia si yeye kwanza arekebishe yale In yake. my heart, I say he should change his ways fast. Ananisahihishaje mimi How can he guide me na yeye bado hajasimamia vizuri and pale na is pale? still not able to manage some areas? Ndio nikaambiwa sasa, That's when I was told now, utaka wataka you desire fine, uonyeke, to be warned, ufundishike, to be taught. hata unaamini kabisa, In fact, you believe very well, lakini kuna dhambi inakaa ndani mwako. but there's sin living in you. Director wa The kwanza, first director, mkufunzi wa the kwanza, very first teacher babako na is your mamako. father and your mother. Sasa ni laana iko pale. Now, it's a curse that is dwelling there. Tubu, mwambie Bwana Repent nisamehe, and say to the Lord, forgive me. utaka nataka, I desire well, lakini kuna nguvu but there's inapinzana. some strength that Kumbe nilikosa ile amri ya kwanza yenye ahadi siku yet iweka. I missed that very first Kuheshimu baba na commandment mama. to obey my father and my mother. Nikaambiwa ende muombe Mungu. I was told, go and pray to God. Kamwomba Mungu, I prayed to God. kuombewa, I was prayed to for, nikaona roho hiyo. and I saw that spirit going away from me. Haleluya. Hallelujah. Leo naweza kufundishwa nifundishike. Today I can be taught, Naweza kuonywa I nionyeke. can be warned to. Ndio maana hata hapa siku moja hapa That's why even one day here, nilipoambiwa huyu Rimba amekuwa shetani, when I was aende told zake, Rimba has become a Satan, let him go away. tulidhani mtu atatufaa, We thought tunampeleka it's asomee significant kazi, to us, na hivi kwa aende but zake. let him go his way. Baada ya kutubu hilo neno, After repenting that word, ndio nikanitia nguvu siku hiyo kukubali kwenda kwa mtumishi wa Mungu. that's why I encourage myself to go and face the servant of Maana God. onyo hilo lilikuja Because that warning came baada ya kuwa hilo nimetubu hiyo neno. after I have repented.
Kutaka nataka. I desire well. Silaha ya ili mafunuo ya neema ya The kuokoa wanadamu weapon wote ije of the kwako. revelation of the grace to save all Kwanza people. ujaliwe kukubali mimi ni First of all, mkosa. you need to accept you are Na a Yesu transgressor. alikuja kwa kuokoa wenye dhambi. And Jesus came to save the sinners. Alafu utake. And again you desire. Usione hii hali ni ngumu, mimi Don't siwezi. feel this situation is so difficult you can't manage it. Unawezaye? There's no one who is able. Atuokoaye ni Bwana Yesu. Whoever saves us is the Lord Jesus. Muombe yeye. Pray to him. Atakuokoa na lile na He lile. will save you from that and that. Sasa umetaka. Now you've Kwanza decided. umekubali umkosa. First of all, you've accepted Umekubali you are umedhambi. transgressor. You are sinner. Alafu umeamini Yesu anaweza You have believed that Jesus is able kutakasa. to sanctify Na you. wewe wataka And you desire uumbike kile kimungu to be preached the godly na way. hajiji. And it's not coming. Haleluya. Hallelujah. Kinasema sasa wawili mkipata. It says, 2 of you should sit down. Amen. Amen. Haya wengine wanasema hii ni injili ya zamani. Now, one is saying this, no. Amen. Amen. Wengine wanasema hiyo Some are saying this, ya kuvuta kiti hiyo pulling my chair. imepitwa na wakati. That's analog. Haleluya. Hallelujah. Imepitwa na wakati. Is it analog? Sasa ni kusema hili Biblia limezeeka So to me, the Bible has grown old, kama wale wanavyosema ulimwenguni limezeeka liundo as lingine. those say in the world that the Bible has grown Ndio old. hao sasa. These are the same people. Maana ukisema limepitwa na wakati Because if you say it's na mimi analog, liliniokoa and it saved me, na nikaokoa mzee Ndegwa and hapa it saved Mzendegwa na here, mzee Msololo and akaokolewa, Mtololo too was saved, alikuwa akianguka pale pale, he was falling down na there. tunaomba na kubeba mpaka huko We used to chini. pray and carry him down there. Lakini siku moja akafuta But kiti one day he pulled a akasema chair ile kweli. and said the truth. Amen. Amen. Mwaniombea mimi You are siponi, praying for me, I'm not maana healed. huu mimi. Because the Akasema body- ile kweli. I'll say the truth. Mwasema hii ni old. You say this all. Haleluya. Hallelujah. Mwataka tuache sisi kuimba Mungu wetu wa You zamani. want us Mungu to wetu wa forsake zamani. singing our ancient God? Mimi kwangu si old. For me, it's not old. La niokoa mpaka leo. It's saving me even today. Mtumishi wa Mungu The akaniongoza. servant of God guided me, Nikafahamu kweli. and I came to discern the Nikaona truth. napata kuonyeka. I saw that I'm able to be warned. Ile roho ya mashindano The imeondoka. spirit of arguments has gone away from me. Nikajiuliza sikutoka kwetu I mimi. asked myself, I never came from our Nije home hapa nishindane. to come here and argue. Hii roho yatoka wapi Where is hii? this spirit coming from? Nikaambiwa ni kwa sababu Because ulipokosoa baba haendi when sawa. you rectified your father is not Sasa going kila well. alipokuwa akikuita akuonye ulikuwa Whenever he unakosoa. used to call you and Nasikia warn you, kuchoka. I feel I'm tired. Malize haraka niende. Let him mimi. finish up whatever he's saying so that I may Ndio go. leo mhubiri akifundisha wasikia kuchoka. That's why today when the preacher is ministering, you feel you're tired. Wasikia kupishana naye. You feel that you disagree with him. Maana pasta wa kwanza wa mwanadamu ni Because the baba very na mama. first preacher of a human being is your father and your mother. Haleluya. Hallelujah. Tusomee hapo Tito kwanza alafu turudie hiyo Warumi. Read for us Tito, then we go back to Romans. Hapo Tito 2:11 mpaka 13. Maana neema ya Mungu iwaokoaye wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness
and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. Amen. Amen. Sasa anasema wanaokolewa. Now he's saying they are saved. Neema kweli iko. The grace is there Iwaokoaye wanadamu wote. that saves all people. Ilifunuliwa Was revealed kwa damu ya Yesu. by the blood of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Inatufundisha kukataa mabaya That teaches you to stop ya doing dunia evil hii. of this world. Kujifunza kutenda haki, Learn to do righteous kuwa na kiasi, and be upright, kujifunza kupenda watu. and learn to love people. Tena anasema yeye mwenyewe And again alijitoa he says he sacrificed himself ajitakasie watu wawe watu kanisa takatifu. Ni wewe na mimi. to purify people so that they may become his holy Tuliitwa church. tuwe watakatifu He called us to be holy kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. because of the heavenly kingdom. Na anasema watakaswao And he's saying those who are ni wale wenye sanctified, juhudi, those who are zealous, wenye kutaka, those who want, wenye njaa. those who are hungry. Haleluya. Hallelujah. Sasa amen. Amen. Wenye bidii, Those who are diligent, wenye kutaka. those who want. Haleluya. Hallelujah. Watakao. Those who want. Naye alisema atakaye naje. And he said, whoever wants, let him come. Oh, Okay? umekuja. You've come. Wataka nikutakase. You want me to sanctify you? Umekubali umudhambi. You've accepted that you are a sinner. Wataka nikutakase. You want me to sanctify you? Kimwamba anakuokoa. When you pray to him, he'll save you. Lakini wewe huna kule hiyo njaa hamna. But you don't have that Wasema hunger. nitaokokaje? You say, how will I be saved? Kwani dunia yote watu wote wataenda jana? On earth, do you mean everybody will go to hell? Hatusemi. We don't say that. Hata yule unayemwona mubaya Even the kabisa, one you see to be very evil, kesho ataenda mbinguni. tomorrow he'll go to heaven. Muradi tu Provided, hata kama hajakanyaga kanisa, even if he has not stepped lakini to ile the siku ya church, mwisho ile, but the last day, haleluya, hallelujah, ajaliwe be kujuta. enabled to be remorseful. Anapofikia amekazwa na hali ngumu, When it's so the lakini difficult kule comes, moyoni ajaliwe but kujuta. in Mungu, his heart is enabled to be remorseful. Nimekukosea, Oh God, I transgressed nimefanya before maovu, you. I did evil na maasi yale, and all the rebellious stuff. moyoni aseme In nisamehe. his heart to say, forgive me, God. Haleluya, Hallelujah. nisamehe. Forgive me. Haleluya. Hallelujah. Ndio hatupasi kuhukumu mtu. That's why you don't need to Ndio judge waona anybody. mtu akiaga, When somebody dies, haturuhusiwi kunena mabaya we are yake. not supposed to speak about his evil. Wajueje wakati amekaswa How did you know at that critical condition, ametubu kwa Mungu? he has repented to God? Wewe wamhukumu na yale You ya are jana na ya judging him juzi. from whatever he did in the past, Ulimkuta pale na pale na whatever pale. you saw him doing there and there. Mwingine hapa alipokuwa amelala chini Maybe hapa. when he was lying down, Maana Mungu aliahidi kujitakasia watu awe miliki yake. because God promised to sanctify Mwingine his people. alipewa toba kule moyoni. Maybe he was given the prayer of repentance in his heart. Amen. Amen. Alipewa kukubali Mungu. He was nimefanya given to maovu. Mimi accept that I si kwamba know that tuendelee na maovu, that we continue with the evil things, tutatubu siku ya mwisho. will repent in the course of the day. Hapana. No. Haleluya. Hallelujah. Lakini usihukumu mtu But don't judge anybody kwa matendo yake mabaya unayomwona. through his bad actions. Anapoaga When he dies, ndio tunanena mazuri tu. that's when we speak Yale only mabaya good tutayaacha. things. The evil things, Maana we keep ajuaye them ni by- Mungu. because whoever knows is God. Wajueje alitubu jana. How did you know that he repented yesterday? Haleluya. Hallelujah. Na akasamehewa. And he was forgiven. Na leo yuko mbinguni. And today is in heaven. Ndio watuneni mabaya ya Mungu. That's why you don't Nasema speak huyo any alikuwa evil about. mzuri. We say this one was good. Alikuwa nzuri. He was good. Alinipa mfuko wa unga. He gave me a packet of Alikuwa flour. akipenda watu. He used to love people. Yale mabaya tunaachia Mungu. We bury all the evil things he used to do. Haleluya. Hallelujah. Na pengine alijuta siku ya And mwisho. maybe he was remorseful in the course of the day. Amen. Amen. Ndio anasema That's why he says, wanaokolewa those who are saved ni wale wenye juhudi katika, are those who are diligent in doing good wenye things. njaa. Those who are hungry. Ndio Bwana Yesu akasema, That's why Lord Jesus heri said, wenye njaa na kiu ya haki, blessed are those who are hungry and righteously thirsty, maana hao watashibishwa. because they'll be filled. Heri wenye njaa Blessed are those who are na hungry kiu ya haki, and righteously thirsty, maana hao watashibishwa. because they'll be filled. Maana yake kushibishwa, The meaning of being filled, watatimilizwa haja za mioyo yao. they'll be given their heart desires. Una njaa, You're thirsty.
ya kuokolewa na dhambi to be ile saved from a certain sin na nguvu za mabaya zile, and all the strength of evil things, una juhudi la kutaka you kutakasika, are diligent to be sanctified, alafu uamini and kwamba you believe that siwezi mwenyewe, I'm not able on my awezaye own. kuniokoa ni Whoever Bwana is able Yesu. to save me is the Lord Jesus. Alafu muombe And yeye, again you pray to him, Bwana, Lord, neema yako your grace ulioifunua that you reveal iokoe wanadamu to wote, save all people, naomba I pray, uishushe ndani yangu, descend it in me, inatakase na uchungu to ule sanctify me from na bitterness ugomvi ule and that na conflict dharau ile, and the despise, maana kutaka nataka, because I desire, lakini mwenyewe siwezi. but I'm not able on my own. Utaona na kutakasa. You'll see him Na iwapo sanctifying hawaviji, you. And if they're not coming, atakwambia tubu dhambi. he'll tell you, repent that sin. Iwapo umeamini If you believe na haviji, and they're not coming, ndio hapa Paulo anasema, that's why Paul is saying here, ikiwa kutaka kutenda jema nataka, if you want to do good, fine, lakini siwezi. but I'm not able. Natamani hata kanishinde I bila desire hata at least chupa moja ya bia. to stay the whole day without Hata taking naamuka liquor. leo nasema, I wake up saying today, no, hii kitu inanipotezea siku this is pesa wasting zangu. my time. Hata leo mwanangu ameniuliza kalamu, sina Even pesa. today my child has Na asked jana for a pen nilikuwa and nazo paper, nyingi zenyewe. and yesterday I had a lot of Hata hivi money. bado 100. Today is only 100 Leo shillings. silewi. I'm not going to take any liquor at all. Lakini mara ukipita pale Mariakani, But when you pass by Mariakani, rafiki anakuambia karibu your na neighbor unaenda tells you, wapi? come, where are you going? Na njoo kidogo. No, just come a little bit. Najikuta hata hiyo 100 umeikula. You find that you've spent the 100 you had in your pocket. Si mimi nafsi yangu Paulo It's anasema. not my soul. Nataka Paul mimi says, nataka. I desire fine, Lakini si mimi nafsi yangu. but it's not my soul. Ni ile dhambi It's inakanda. the sin that dwells in me. Ndio ukija kwa umoja, That's when you come to the unity ukae chini, and sit down. wandugu watakushuhudia. Brothers will testify to you. Watakwambia pengine dada au ndugu, They'll tell you, maybe brother or sister, uliiba pombe ya wengine. did you steal somebody's liquor? Ni kweli. Yeah. Mamangu alikuwa na biashara. My mother had a Hata business. nilikosoma Even the education I have ni pesa za busaa is baba. the money that alikuwa- was au generated mamangu. from Busa, or maybe from my Lakini mother. nilikuwa nikaenda pale But I anaficha. used to go where she used to hide the liquor. Mimi nachota ile nzuri I collect the good ili liquor asijue. so that she may not Ndugu know. mmoja alijikuta ni mlevi wa kupindukia. One day she found me to be very drunk. Tunamuombea aponi. We are praying for him Kesho to be ameenda saved. kuogelea tena. Tomorrow he has gone back to swim in Lakini drunkenness. alipokuja But akashuhudiwa. when he came akasema, and be testified to, nilikuwa nikaharibu biashara ya babangu I na used to mamangu. spoil my father's and my Maana hata mother's kusoma business. kwangu kote Because even my education, ilikuwa ni pesa za it was the money that was generated from the liquor. lakini ilikuwa na ngoja wameenda But I sana. used to wait for them to go Naenda pale out. kamsituni Then wameficha I go na to the bush where they have hidden the liquor, I take. alafu najaza maji. Then I fill with the water. Ikawa wateja wake wakija When the wananungunika, mbona customers hii used si to kama come, ile ya they, juzi Mama, kwani?" why is this liquor not strong as the other one? Hata biashara Even the ikaharibika. business was spoiled. Basi ndugu, Okay, so brother, huu ulevi wako huu your drunkenness si hamu tu za kawaida, shetani is not amezitia only hapa the ndani. normal Maana ikiwa ni za task. kawaida tu Because if they are normal, ungepona kitambo you kwa would have imani been yako, healed through your faith. lakini ni hamu za laana, But these are the ni hamu feelings za of the laana. curse. Uliibia mama pombe You yake stole your mother's na liquor, ndio biashara yake. and that was her business. Ndio wewe leo hata umepata That's kazi, why today when you get a job, lakini washindwa hata kalamu ya mtoto. you are defeated even to buy a pen Maana for your child. ulimfanya baba au mama Because you made your ni father or pombe your kweli, mother. lakini ndio It biashara was yake. liquor fine, but it was their Inayompa business. mapato. They are getting their income from there. Ukafanya wateja wake wamkimbie, And you made the customers to run away ashindwe na kalamu ya so that they mtoto, may be defeated to buy a pen for the ukamfanya child, aende kukopa deni and made her to go and borrow credit ambalo hangekopa. that she would not have gone Ndio for. wewe una kazi kweli ya That's mshahara why today you ya employed kuwa fine, hata inabidi inakufaa usomeshe, that hata you need to educate. zinashangaa mwanao kufukuzwa It's shule, amazing that your child is chased out maana of kazi school ulionayo because the job you ni ya have kuwa hata watoto wako wasome, hata vinashangaza is watu. stable for you to support your kids education wise. Mshahara anapeleka wapi yule? Where is he taking his salary? Kumbe unaisha kwa ulevi, Yet you are going to the drunkard. hata umejaa madeni. You are full of debt now.
Wana waliharibu biashara ya baba. because you spoiled your father's Ukamfanya baba business. na mama wakakope. And your father and your mother to borrow Kwa wewe credit. umeharibu biashara And yao. you spoil their business. Kutaka wataka kweli You desire fine. kuokoka na huu ulevi, You to be saved from this drunkenness. huwezi. You are not able. Si wewe nafsi yako, Not your soul, ni ile dhambi. but the sin that dwells in you. Akaokoka ndugu. And he was saved, that brother. Ulevi ukaenda fu. The drunkenness went away from there. Hallelujah. Hallelujah. Maana Bwana Yesu anasema Because the Lord Jesus says, mtaifahamu kweli you'll discern the na truth, hiyo kweli and that truth itawaweka huru. will set you free. Sasa utaifahamu kweli kutoka Now, porini. How will you discern the truth from the Ukae na bush? wandugu You need wakushuhudie. to sit together with brothers to testify to you. Hallelujah. Hallelujah. Dini ya zamani. That's the old religion. Isaya akaona wanashindwa kwa vita. Then Isaiah saw that they are defeated in the war. Sisi wanaweza tushindwe vitani For sisi. us, Israelites, to be defeated in the war Tuchukuliwe mateka. and be captivated, Kuna mtu amefanya no, dhambi. there's somebody who is a sinner here. Hapa. Here, Hapana. Tuambieni. no, tell us. Akasema njoo He tusemezane. said, come that we may talk to each other. Sisi tushindwe kwa vita. For us to be defeated in the war. Kukatokea mmoja akasema One came and said, no, ni mimi hapa. I am the one. Mliweka amri You put the commandment tupige vita, that we should fight. tuchukue nyara hata kitu We kimoja. should not be captivated, even one Lakini mimi item. niliona vitu vizuri nikavichukua. But I saw good things and took them away. Nikavificha huko. I hid them very far there, Na ng'ombe nono. and very fat bulls. Ndio akaulizwa mbona tunasikia sauti ya milio huko. That's ya why ng'ombe he na was nini? told, we are hearing the bulls from far. Sema mimi nimeona nitatoa sadaka. He said, I'm giving them as offerings. Kwani haikujulikana Mungu anataka sadaka nono. Wasn't it known that God wants very fat sacrifices? Hallelujah. Hallelujah. Kwani sisi hatujui kwamba Mungu anataka sadaka Don't we nono? know that God wants Lakini fat amri sacrifices, imewekwa, but the commandment has been put. Usichukue chochote. Don't take kilicho kizuri. anything that is good. Ugonge na uue lakini usichukue chochote. Kill and destroy, but don't take it away. Akasema ni mimi hapa. He said, I am the one. Wakaomba, They prayed, wokovu and ukapatikana. the salvation was found. Hai. Amen. Amen. Wakarudi kushinda vita sasa. And they came back and recovered to winning in the war. Haya leo mwasema hii ni injili ya zamani. And today you Tuiache. say this gospel is analog. We should forsake it. Hallelujah. Hallelujah. Kuna wadada wanataka hii iache hii injili. There are sisters who want this gospel to be forsaken. Tusomee hiyo Warumi hii. Read for us Romans. Ikiwa mtume mwenyewe Paulo If the apostle himself anasema Paul kabisa, says very well, ikiwa lile nitakalo kulifanya whatever I silifanye, want to do, I cannot do it. ile baya nisilolipenda ndio najikuta The nimelifanya. evil thing that I don't like is what I'm doing. Si mimi nafsi yangu, Not me, si mimi. not my soul. Tusomee. Read for us. Maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo nilitendalo. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, na ikiri ile sheria ya kuwa ni njema. Basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Basi kama lile nilipendalo ndilo nilitendalo, Kama lile nisilolipenda. Basi kama lile nisilolipenda. basi kama lile nisilolipenda ndilo nilipendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Now, if I do what I do not want, I agree with the law that it is good. So now it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. For I know that nothing good dwells in me, that is, in my flesh. For I have the desire to do what is right,
but not the ability to carry it out. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Now, if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. Hallelujah. Hallelujah. Na wewe umemzidi mtume Paulo wewe. Have you overcome and gone beyond the Apostle Paul? Amen. Amen. Naye alihubiri dhambi And he preached sin kwa njia ya mafundisho. through the doctrines. Hallelujah. Hallelujah. Kiwa leo nitakalo kulifanya If silifanye. whatever I want to do is not Ile happening, baya nisilolitaka ndio nitakuta. the evil thing that I don't want to do is what is Nakutaka happening. nataka I niokoke. desire to be saved, fine, Si mimi nafsi yangu. but it's not my soul. Hata afunuliwe si yeye nafsi yake, For the revelation to be ni ile given dhambi to him, inakaa ndani it's yake. not his soul, but the sin in Hata him. afikie wokovu huo wa ufunuo huo, For him to read that salvation of that silaha ya revelation, kwanza ni kule kutaka the kwanza. very first weapon is to desire, Kujua mimi hapa sijaokoka. knowing that I'm not saved here, Na hili nilifanyalo si and haki. whatever I do is not righteous. Ugomvi huu si haki. The conflict is not righteous. Alafu utake And kuokoka. again, you desire to be Alafu saved, kuokoka hakuji. and the salvation is not coming. Ufunuo unakuja The sasa revelation comes to kwa you kukupa kuifahamu kweli. that gives you to discern the truth. Haleluya. Hallelujah. Sasa silaha kwanza Now, the very ni first kule weapon kukubali umkosa, is to accept your Alafu- transgressor, utake and then you desire kule kuishi maisha to matakatifu. live holy life. Alafu ujue siwezi mwenyewe, And then you need to know that you are not able on your own. kwa yeye aliyemwaga It's damu. through msalabani. him who shed his blood. Haya, muombe sasa, Then pray to him. atakutakasa. He will sanctify you. Haviji They're not coming wawili wakipatana. when two of you sit down. Amen. Amen. Usiseme vimenishinda Don't mimi, say they have overcome me. kuvumilia mtu huyu mimi nimeshindwa. Persevering this person, I'm defeated. Hakuna lisilowezekana There's kwa yeye nothing that aamini. is impossible to him who believes. Ndio Bwana Yesu akasema katika That's why Mathayo, the Lord Jesus said Tano, in the sita, book of Matthew, ni heri wenye njaa na kiu ya blessed are haki, those who are hungry and maana righteously hao thirsty, watashibishwa. because they'll be filled. Wanahubiriwa mtoleni Mungu They mtapata are free baraka. to give to God, you'll get the blessings. Uwe na njaa, huna kitu, Have the desire. You don't have anything, fine, lakini uwe na njaa, mimi but nami you're ee Mungu, thirsty. ukinifanikisha When you prosper me, utafanya. I'll do it. Umetaka, Okay, you've decided. umetaka, You've decided. mafunuo ya kupata yatakuja. The revelation to receive will come to you. Lakini si hao But wenyewe, no, ni kwa it's- vile wao It's wamebarikiwa. because they are blessed. Mimi nitoe wapi? Where will I get anything to give? Hata wale Even them, mafunuo yale walionao ya baraka zile na zile the revelation they have for those blessings, hawakuja nayo humu, they didn't come with them here. yalifanya kufunuliwa kwao kwa It was kuamini, revealed to them through believing. maana neema Because the grace waokoaye wanadamu that wote saves all human beings ilifunuliwa na Bwana Yesu was revealed by the Lord Jesus katika damu yake. in his blood. Na wale nao wana mwili kama wewe. And those two, they are human like you. Sasa upewe kule kutaka. So be given to desire. Utaishi wa You kuomba mpaka live lini? begging till when? Mimi nawe niwe na kitu, I should also have something one jirani day. aseme hodi. At least a neighbor to knock Mwambie in my anga, place shika hii kidogo, enda. and say, take this little. Utaishi mimi wa hodi kwa How watu will I mpaka keep on lini? knocking in people's houses? Umetaka Okay, you've decided. na wewe na kitu ufai mwingine, Now, for you to have something to benefit a colleague, Mungu atakupa. God will give you. Haleluya. Hallelujah. Lakini sasa wasema mimi But today you say, I nilizaliwa nyumba I masikini, was born from a poor house. babu yangu My grandparent, hata hao wanao babu zao wako wana mema, even they also have their brothers who are blessed. wamepata mafunuo ya mema haya They've got walionayo the revelation of all this good kwa kumwamini Bwana Yesu. by believing in the Lord Jesus. Neema ya Bwana Yesu ndio The imefanya kazi. grace of the Lord Jesus is what is working. Ni wewe utake tu. It's you to desire. Sasa kule kutaka, jamani, So the desiring now, anasema he says, wanaookolewa those who are saved ni wale wenye juhudi katika. are those who are zealous in Maana doing yake good. wale The watakao, meaning is those who maana want. yake wale wenye njaa. Meaning those who are hungry. Ndio anasema Bwana Yesu. That's why the Lord Jesus is saying Malize na Mathayo 5:6. in Matthew
5:6. anasema He says, heri wenye njaa blessed are hungry na kiu ya haki, and righteously thirsty, maana hao watashibishwa. because they'll be filled. Atuokoaye ni Bwana Yesu. Whoever saves us is the Lord Jesus. Amen. Amen. Yeye ndiye alimwaga damu He's pale the one msalabani. who shed the blood at the cross. Akasema And he imekwisha. said it's enough. Atakaye na aje. Whoever wants, let him come. Atakaye na aje. Whoever wants, let him Atakaye come. na aje. Whoever wants, let him Atakaye come. na aje. Whoever wants, let him Atakaye come. na aje. Whoever wants, let Atakaye him na come. aje. Whoever wants, let him come. Hallelujah. Hallelujah. Sema heri wenye njaa na kiu. He said, blessed are those who Mimi are nikawa hungry. na njaa. I heard this Je, hunger. nilikuja hapa kushindana? Did I come here to argue, Kukosoa? to rectify? Ni mtu wa kulaumu hapa. I kept on blaming here. Tamaa za laana. The last of a curse. Lakini nikaenda polepole kwa watu wa Mungu. But I went slowly to the people of Mbona God. mimi nitanikipisha watu njiani? Why, when I pass by people on the way, Wamevaa nguo na waona wako uchi. they have dressed themselves very well, but I see them naked. Mawazo yangu si yale. My thoughts are not good. Nataka. I desire. Nikaambiwa I was told, yeah, wazungu wanasema charity begins at home. the whites say charity begins at home. Uliishi vipi huko kwenu? How did you live in your place? Nasema mimi. I said, Tulikuwa tukaenda kuwinda usiku. we used to go and hunt at Wanyama. night. Animals. Wanyama pori. Animals in the wilderness. Tunarudi nyumbani saa 9 za usiku. When we come back at home, it's already 3 Tulikuwa a.m. tukaenda kuwinda wanyama pori na taa za koroboi. We used to go and hunt the wild animals with that kitchen lamp. Alafu fisi linaunguruma. Then a hyena yells from there. Zinazima zote tunambia na All utawe. the lamps are put off, Tunarudi then we mjini. run away. We go back home. Tunaenda mpaka huko chini ya nyuto huko. We go very down there. Kapecha huko chini mabondeni Kapecha huko. down there at the valleys. Siku moja fisi alilia. One day a hyena yelled Kumbe yeye down there. akilia na yuko baharini unaona Yet kama when yuko he hapo. Wa! From far you can feel it's very close here. Wengine wakapotea msituni. Some were lost in the bush. Hallelujah. Sasa tukifika mji wetu ni mkubwa Now sasa. when we come home, Na kwetu ni huko kwa mwanzilishi. and our place is like from here to the Na founder's mji mother's waanza place. kurarua kutoka kule kwangu mpaka huko. And the bush is very long from here. Na nyumba zetu zile za nyasi zile. And our houses were roofed with grass and mud. Baba ananiambia tega sikio hapa. The devil is telling me, pay attention. Hapa ndani ni baba mdogo He said, amelala. it's my uncle sleeping. Nikawa na pepo. I heard that devil. Haya niende nyumba ile nayo. Okay, then I go to another house. Pay attention. Haya wanaunguruma wamelala. They are snoring, sleeping. Baba ananiambia waungurumi. And the devil is telling me they are not. Ananiambia si kuunguruma ni kuunguruma. No. Anaambia kwani wananguruma? It's not. Are they still snoring? Anaambia si kuunguruma ni No, it's kuunguruma. not snoring. Oh, ni kuunguruma. Okay. Haya ndio nikaja hapa. That's when I came here. Nikiamka asubuhi. When I wake up in the morning, Baba ananiambia mama mdogo si ndiye yule. the devil tells me, that's your aunt. Aisha. Okay. Ananipa kuona He tells me wametega to sikio see usiku them, wananguruma. that you pay Kumbe attention nikachukua at lana night. hapa. So I took a curse from there. Nikipita njiani, When I pass by on the way, nikiona watu wanapita wanaenda, when I see people passing and walking, mimi naona wako tupu. I see them naked. Hallelujah. Hallelujah. Nikaambiwa ulichukua lana I pale. was told that's the point you took your curse from. Hallelujah. Hallelujah. Maana baada ya kutega sikio, Because after paying ulikuwa attention, ukiamuka unaona when unawazaje. you used to wake up, what did you used to see? Ndio una mawazo machafu. That's why machafu. you have evil thoughts. Hallelujah. Hallelujah. Nikaongozwa, I was guided nikaona nimeokoka. and I saw myself being saved. Hallelujah. Hallelujah. Leo sioni tena nikitembea barabarani na Today I watu. don't see myself walking on the way. Hallelujah. Hallelujah. Maana nikataka, Because I desired, nikawa na njaa. I heard that hunger Nitaendaje mbinguni mimi na hali hii? for me to have this state. Lakini wewe wasema nitawezaje? But you say, how can I Hakuna manage awezaye, this? There's hakuna no one awezaye. who is able. Anayetuwezesha kushinda The dhambi one who enables us ni Yesu mwana to wa overcome Mungu. sin is Ndiye Jesus, the Son of anatuwezesha God. kushinda He's shetani the one who enables us to na overcome the devil na nguvu zake mbaya. with its evil strength. Hallelujah. Hallelujah. Leo mji wetu huko, Today our home is there. nikienda sisikilizi tena, When I go there, I don't even pay attention to people's houses. nikawa na njaa. I heard that. Nikaita wahubiri humu nikakaa I nao. called the preachers here and sat with them. Kwa hivyo hakuna dhambi So ishindayo there's damu ya no Yesu. sin that
overcome the Hakuna blood of uovu Jesus. ushindao damu ya There's no Yesu. evil that overcomes the blood of Jesus. Damu ya Yesu The blood of Jesus inaosha dhambi can yote. sanctify all the sins. Yote. All the sins. Yote. All the sins. Haleluya. Hallelujah. Lakini wanaookolewa, But those who are saved, ijapo neema ilifunuliwa iokoe though watu the wote, grace was revealed to save all the ni people, wale wenye juhudi are those who are zealous katika matendo mema, in doing good. wale wenye kutaka, Those who want. wale wenye haja. Those ones who need. Amen. Hallelujah. Tumalize hapo Mathayo 5:6. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Blessed are those who hunger and thirsty for righteousness, for they shall be satisfied. Hallelujah. Hallelujah. Heri wenye njaa Blessed are those who are na kiu hungry ya haki, and righteously maana thirsty, hao watashibishwa. because they'll be satisfied. Una njaa na nini? What are you hungry with? Unataka nini? What do you want? Hallelujah. Hallelujah. Japokuwa nyekundu Though wanasema they are red, zitakuwa nyeupe kama theluji, they'll be white as snow kama mkikubali na if kutii. you accept and agree. Kukubali ni kule kuwa na njaa. Accepting is having that hunger. Hallelujah. Amen. Lakini kwanza But first, ujione mimi ni you mkosa. need to feel yourself as a transgressor. Hali hii nilionayo The hii, state I am in, nikafa leo siendi mbinguni. if I die today, I won't go to heaven. Basi Yesu alimwaga neema yake iokoe But watu wote. Jesus shared down his grace to save all people. Mbona mimi siniokoe? Why doesn't he save me? Na aliyenipa mke huyu ni nani? Si ni And who Mungu? gave me this wife? It's God. Mbona nishindwe Why should I be kumvumilia? defeated to persevere her? Ni kwa sababu sijataka. It's because I've not wanted. Unasema nilikosea. You say, I made a mistake. Hallelujah. Hallelujah. Nilikosea, ulikosea. I made a mistake. Tangu uchumba From the time of watu wa engagement, Mungu wakakubaliana na hilo, people of God accepted ikatangazwa that. mara 3. And it was announced Kila at mmoja party. anasema ndio, Everybody said hata yes. ikafungwa. Until it was solemnized. Hakuna aliyeambiwa no one huyu kijana amekosea. Hapana, Who alienda said mahali. this boy has gone Leo wrong? ndio kwa vile manyonge yako ndio Today it's umekosea. because of the difficulties you say you are wrong. Uongo. You are a liar. Hallelujah. Hallelujah. Kama ni dhiki imekuja, If it is a tribute that has ni come, ujue dhiki iko. you need to know that the tribute is there. Mambo ya kuleta uchungu yako, Things to bring bitterness are there. lakini inatupasa uyashinde. But you need to overcome them. Lakini je, wataka? But you want. Hallelujah. Hallelujah. Ndio anasema That's what it says. neema ya Mungu The grace of God kuokoa wanadamu to wote save all human beings imefunuliwa, has been revealed. na hata yeye mwenyewe And even himself, Yesu mwana wa Mungu Lord, the Son of God, alijitoa nafsi yake gave his soul ajitakasie watu to sanctify people, wawe miliki yake, to be his church, wawe kanisa lake to takatifu, be his holy church. wale wenye juhudi Those who are katika matendo mema. zealous in doing good things. Alijitoa nafsi He yake gave his soul abariki to watu bless people wawe na urithi wa dunia so that they hii, may inherit everything on earth. lakini wale wenye bidii katika But matendo those who are zealous in doing good wataka things. akupe mema yale na You mema want me yale. to give those good things? Je, utasifaa wanyonge? Will you benefit the poor? Waweza kuona mnyonge amelala njaa, umpe mfuko wa Can you unga? see a poor person sleeping without food, then you give him something to eat? Haleluya. Hallelujah. Wenye njaa Those who are hungry na kiu ya haki and righteously awe thirsty, nacho angalau so that he may at least have something afae mwana wa mwingine. and benefit somebody's child. Huyo atapata mafunuo ya baraka. This one will get the revelation of the grace. Ndio mwanzilishi yuko hapa, That's why the founder was here. tulimuona akitupenda We used to see hata him loving akaacha wanawe us mwaka until he mzima left hawasomi. his kids at home Kwa without going to kutakia watu school. waokoke, Because of wishing people to be saved, watoke katika tabu, they may get out of tribulation wamjue Mungu. to know God. Haleluya. Hallelujah. Ndio tumefika hapa tulipo. That's why we have reached the far we've come. Haya, leo And today, dada aseme our sisters will say, hii ni mambo ya zamani. these are very analog things. Ya zamani haya. These are analog. Hujaona mafunuo ya wokovu maishani Haven't mwako? you seen the revelation of salvation in your life? Haleluya. Hallelujah. Sasa tuyaache? So we forsake them. Hapana. No, Wewe umekosa mwelekeo. you've missed the way. Kuna dhambi gani imekushinda? What sin has overcome you? Kitu cha kwanza, One thing, ukubali mimi ni mwenye you dhambi. need to confirm that you are a Alafu sinner. utake, Then you desire. uwe na njaa. You have that hunger. Alafu muombe Bwana Then Yesu. pray to the Lord Jesus. Utaokoka. You will be saved. Haviji They're not coming wawili wakipatana duniani. if the two sit down.
Hallelujah. Hallelujah. Nanyi mtaifahamu kweli, You will discern the truth, nayo kweli itawaweka and the huru. truth will set you free. Sisi nikakushuhudia We are testifying to you. vijana wawili wa ndugu wamepata mtoto. 2 boys got a child, Mtoto mzuri, a very good child. maziwa imekauka. The milk is not. Wameombeana, They hakuna prayed to kitu. each other. Wameomba, hakuna They kitu. prayed, nothing is coming out. Wakatimiza neno hili, They fulfill this word. wakaja. Servant of God, Wakaambiwa they were told. maziwa ikauka. So the milk to dry up. Mungu alee mtoto mpaka azaliwe. God to bring up a child, Sasa amezaliwa leo, maziwa yakauka. and today is born and the milk is drying up. Hapa ndani hapa Inside here, hakuna maneno hapa is there anything inside here? akasema ni kweli. He said it's very right. Amen. Amen. Wamejua hii si haki, They know this is not righteous. lakini ufahamu ili uje, But for the discernment to come wawili wakipatana when dunia. 2 meet on earth. Wao wameomba, They prayed, hata wameombewa, they've been prayed to, lakini mbona haviji? but why are they not coming? Wakatengeza They maneno. amended their ways. Mwanadada naye akaja akatengeza And the maneno. sister too came and amended her ways. Walipoombewa, When they were prayed Mungu for, asamehe aokoe, a merciful God, a saving maziwa God, budu and the milk came back. yakajaa ndio. And they filled. Alafu wewe wasema, And you wewe say, wasema today wewe, you are saying, hii ni injili ya zamani this is the ancient ya gospel. wawili wakipatana. When 2 meet on earth, Tuiache, we forsake it. iache wewe. Mimi You siachi. forsake it. I can't forsake it. Sisemi sisi hatuachi, I mimi don't say siachi. us, but I. Acha wewe, You forsake it maana mimi niliona ikiniokoa. because I saw it saving me. Haleluya. Hallelujah. Lakini ili utakasike, But for I to be sanctified, kwanza ujaliwe kujiona you mimi si first of sawa, all to feel that you are wrong ukubali umudhambi and accept your na sinner uamini ya kwamba Yesu alikuja kuokoa wenye and dhambi. believe that Jesus came to save the Alafu sinners. utake. And again you desire. Alafu uamini, And again you si kwa believe. kutaka kwangu, Not through my willingness. neema ilifunuliwa It's the iokoe grace that was wanadamu. revealed to save all human beings. Muombe Bwana Yesu. Pray to the Lord Jesus. Haleluya. Hallelujah. Haviji. They are not coming Kanisa la pili to nikiti. sit down. Haleluya. Hallelujah. Anasema Bwana Yesu, He said, the Lord Jesus, utaifahamu you kweli discern the truth, na hiyo kweli and the truth itawaweka will huru. set you free. Lakini neema hiyo But that grace ilifunuliwa, was revealed. naye anasema And he says, alijitoa nafsi yake he gave his soul ajitakasie watu to cleanse people wawe miliki takatifu. so that they may be a holy church. Na ni wewe na mimi And it's you and I. tumeitwa We tutakase, were called to be tuwe miliki cleansed, yake. to be his possession. Ni wale wenye bidii katika, But those who are zealous in wale doing, wenye njaa na kiu ya those who haki. are hungry and thirsty righteously. Haleluya. Hallelujah. Alafu waamini Yesu And ndiye again you awezaye believe it's kuniokoa. Jesus who is able to save. Hao ndio Those are watakaswao. the ones who will be Usiwe cleansed. na dhambi imekukalia ukasema Don't vimenishinda. have a sin upon you and say it's Mwamini overcome Bwana you. Yesu. Believe in the Lord Jesus. Neema yake aliifunua, He revealed his grace itakasayo watu to wote. sanctify all people. Haleluya. Hallelujah. Na waomba I tusimame. ask you to stand up. Lakini But waokolao, those who are saved, waokolewao those who are ni saved wale wenye juhudi, are those who are wenye zealous kiu na njaa. and thirsty Sasa righteously. mwambie Bwana Yesu, You tell the Lord Jesus, hata mimi siokolewi pale, I'm not saved there nimeheshimu dadisi, because I've lived as maana hii fine, hali yangu sijajaliwa kuiona ni because unyonge. I've not been able to see my condition. Haleluya. Hallelujah. Kwanza nijalie First of all, enable me kukubali ya to kwamba agree that mimi ni mwenye dhambi. I am a sinner. Ndio maana wewe ulitoka mbinguni kuja That's why chini you ya came from heaven to earth. ili Secondly, unijalie enable me moyo rohoni mwangu in my soul niyo yule mwenye njaa na kiu ya mema, to be hungry and thirsty niyo yule righteously. mwenye bidii juhudi That katika mema. zealous in doing good. Maana wewe uliahidi kuokoa Because you watu promised to save wale people wenye juhudi katika who are mema, zealous in doing good, wenye njaa na those who ya are haki. hungry and thirsty righteously. Wokovu hauji wenyewe tu. The salvation doesn't just come on its own. Bwana Yesu alisema atakaye na aje. Jesus said, whoever wants, let him come.
Kwa hivyo usikate tamaa. So don't despair. Haleluya. Hallelujah. Hata kama kuna jambo limesimama Even if there's something standing na there una imani yote, and you have all the faith, njoo pole pole. just come slowly. Waambie wa ndugu, mimi na imani Tell yote brothers, I have all the faith ya kuokoka, to be saved, lakini hili haliji. Kwa but this is nini? not happening. Naomba mnifundishe. I ask you to teach me. Utapata ufahamu, useme You will find that discernment to say, kama hii mtu akiwaza hivi huwa okay, ni so when dhambi. you think about Na this akiwaza hivi huwa and ni you dhambi. think this way, Basi mimi Mungu anisamehe. so God forgive me. Niliwaza hivi, I thought this way. lakini kitu cha kwanza, But one thing, una njaa ya you kuokoka have that hunger to be na ya saved, kupona kwa and imani to be saved na ya in faith, kutakasika kwa jina la and to Yesu. be sanctified in the name of Jesus. Njaa kwanza, The hunger, na waamini hatuokoki bila mafunuo ya Bwana. and believe that you are not saved without the tidings of the Lord Jesus. Haleluya. Hallelujah. Tufunge macho. Let's close our eyes. Baba wa mbinguni, Mungu wa mwanzilishi ndani ya mtumishi wako, Bwana Yesu, ulijitoa nafsi yako ujitakasie watu wawe miliki yako Baba, na ni yule ndugu na yule dada uliyemwita ili umhesabie haki, umutakase awe kanisa takatifu. Lakini angalia Bwana Yesu, amefika mahali ana yasiyofaa maishani mwake, ana dhiki maishani mwake, ana kutofaulu maishani mwake, kuna dhambi imemlemea, anasema siwezi. Asijue ya kwamba hakuna awezaye. Neema uliifunua iokoayo wanadamu wote, na yeye ni mwanadamu, ana mwili unaotembea damu kama wengine. Atuokoaye ni wewe Bwana Yesu. Kamjalie ndugu yule na dada yule ambaye amekata tamaa, maana kuna dhiki nyumbani mwake, kuna kutopatana nyumbani mwake, na amesukuma nyumbani mwake, amemhukumu ni muovu, amekata tamaa, hawezi kubadilika. Asijue ya kwamba abadilishaye mwanadamu na kumgeuza na kumtakasa ni wewe Bwana Yesu. Ukamjalie tu moyoni mwake kuwa na juhudi katika mema, kule kutaka, kule kukubali, na ajaliwe kule kutaka. Ukamjalie kila mmoja roho yenye bidii katika mema, yenye njaa na kiu ya haki, ili Baba mafunuo yako, neema yako uliyoifunua itakasayo wanadamu wote, ikamfikie dada yule na ndugu yule. Maana hakuna awezaye, hakuna ajiokoaye, ni kwa neema yako Bwana Yesu. Lakini ulisema unatakasa wale wenye juhudi katika mema, wale wenye njaa na kiu ya haki, waaminio, watakao, ulisema na waje. Ukamjalie kila mmoja hiyo kiu na njaa ya haki, kiu na njaa ya mema, kiu na njaa ya kutumikia wewe. Unawapa kitu wale wasio na kitu, maana wana njaa, wana ile bidii ya kutumikia wewe. Mafunuo ya baraka unayaleta kwa wao, si yule asemaye mimi nitapata wapi. Walio navyo hawakutafuta kwa akili zao, walifunuliwa na Bwana Yesu. Asante Baba kutimiza. Ninaamini Baba, walio hapa hata walio nje, ambao wamelemewa na mizigo ya dhambi na wanasema hatuwezi, wala siwezi kuokolewa na zinaa au tamaa za laana au uchungu, wewe ulikuja utakase kanisa lako liwe kanisa takatifu, ujitakasie watu wawe kanisa takatifu, na neema yako uliifunua itakasayo wanadamu wote. Ndugu yule ni vile hajakubali, hajataka, mjalie kila mmoja kule kutaka, ile juhudi, ile njaa, alafu mjalie kuamini. Awezeshaye mwanadamu ni wewe Bwana Yesu, ili asiwe humu kwa hasara, asiwe humu katika dhambi, wakati neema uliimwaga iokoayo wanadamu wote. Lakini ni wale wenye juhudi. Kamjalie kila mmoja moyo wenye juhudi, moyo wenye juhudi, kiu na njaa. Bwana asante, naamini watimiza. Hebu ndugu mpendwa, Dear brother, upendwaye na Bwana who is Yesu, most loved, hakuna Lord gumu Jesus. Mungu There's asiloliweza. nothing difficult God is not able to do. Tutakasaye ni Bwana Yesu. Wherever cleanses us, the Lord Neema Jesus. yake His grace ilifunuliwa was revealed watakasaye wanadamu, to sanctify all human beings, na alijitoa nafsi yake and he gave his soul ajisafishie watu wawe to kanisa cleanse takatifu. people to be his Lakini church. anasema wale wenye juhudi katika But mema, there are those who are zealous in doing good things, wale wenye njaa na kiu ya those who haki. are hungry and thirsty righteously. Mahali pengine To anasema some point he says, wale watakao. those who want.
Na ujue ya kwamba si kwa kutaka But you kwako, need to know that it's not through your ni kwa willingness, neema katika Bwana but Yesu. it is by the grace of the Lord. Wewe ni ukubali, You have to agree, alafu utake, then you desire, alafu uamini. and again you believe. Neema ya kuniokoa iko katika Bwana The Yesu. grace to save me is in the Lord Mwombe yeye. Jesus. Pray to Mungu him. niokoe God save na me nguvu ile ya dhambi, from that sin, niwe mtu wa kusamehe, that I be someone who can forgive, niwe mtu wa I be a kuachilia, person who can pardon. niwe mtu wa kutenda I mema. should be that person who does good. Uniokoe na uongo Save me from lies na ugomvi. and all the conflicts. Atakuokoa. He will save you. Na kuokoka hakuji And the salvation is not coming wawili wakipatana when duniani. two meet on earth. Kama Paulo Like alivyosema, Paul said, kutaka nataka, I desire lakini find, kuweza siwezi. but I'm not able. Huwa ni dhambi ya laana iko. It's the sin of a curse that is dwelling in you. Inataka wawili hapa. It needs two people. Utaokoka tu. You will be saved. Kwa hivyo, So unapoenda kumwomba Mungu, when you are going to pray to God, mwambie Bwana Yesu, tell the Lord Jesus, lile ambalo wewe limekuwa gumu kwako whatever is difficult to you, ni kwa sababu hujakubali it's because you have not kuokolewa nalo, accepted to be saved from it. au hujataka And kule maybe you have moyoni. not decided in your heart. Limekushinda wewe, It halijashinda has Bwana Yesu. overcome you, not Jesus Christ. Mwambie Bwana Yesu, Tell Lord Jesus, wewe ulifunua neema ya you kuniokoa. reveal your grace. Ni mimi moyoni mwangu mmeondolewa kule kutaka. The Moyoni mwangu wanting has been mmeondolewa kule, taken, ile njaa the imetoka. wanting and the hunger has been Kule taken away kutaka from me. kumeondolewa. It has been taken away Niumbie from me. moyo na roho Create in me the heart and the soul yenye juhudi katika mema, that is zealous in doing good, yenye njaa na that kutakasika, is hungry and thirsty to be yenye righteous, kutaka, that is desiring, yenye kiu na njaa ya haki that has the uniumbie, thirsty righteously. ili mafunuo yako This is your revelation yaokoayo wanadamu that's wote, saving everybody. neema yako iokoayo Your wanadamu grace that wote, is saving all human nami beings, nifikie that may reach me hata initakase, until it cleanses me, hata iniwezeshe kukutumikia until it wewe, enables me to serve you, nifikie mafunuo ya baraka until I uliyoitia. reach that revelation of blessings that you promised. Hebu tuombe Mungu. Let's pray to God. Asante Baba wa mbinguni, Mungu wa mwanzilishi, katika jina la Bwana Yesu ninakushukuru Baba wa mbinguni kwa neno lako Yesu. Neema iokoayo wanadamu wote uliifunua Baba, ukamwaga damu msalabani iokoe wanadamu wote. Nao ulisema hakuna gumu lisilowezekana, lakini watafuta ni nani atakaye, watafuta ni nani atakaye, ni nani mwenye kiu na njaa, ni nani mwenye kukusudia, mwenye kutaka, mwenye juhudi. Atuokoaye ni wewe Bwana Yesu. Hakuna awezaye, hakuna awezaye. Neema yako iwaokoaye watu wote uliifunua Bwana Yesu pale msalabani, ukasema imekwisha. Njoni kwangu msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nitapumzika. Ukasema Bwana Yesu, nira yako ni laini na mzigo wako ni mwepesi. Lakini yule atakaye, nijalie yule ndugu na yule dada moyo wenye kiu na njaa ya haki, kiu ya kutakasika, kiu ya kuokolewa, kiu ya kushinda dhambi, kiu ya kutembea kitakatifu, iwe ndani ya mkubwa na mdogo. Vijana wapewe kiu, wasichana wapewe kiu ya kutakasika, ya kuponywa anasa na zinaa na uongo. Wapewe kiu, wapewe kule kutaka, wapewe kule kutamani. Maana ulisema ni atakaye Bwana, na ulisema wenye kiu na njaa ya haki hao wanashibishwa. Ni asante Baba na kushukuru Bwana. Ulisema heri wenye kiu na njaa ya haki. Nijalie mkubwa kwa mdogo kiu ya kuokolewa na tamaa za dunia hii, maana neema yako iokoayo wanadamu yote umeshaifunua, nayo inatuamuru kukataa mabaya, tamaa mbaya za dunia hii. Lakini wasema okolewaye ni yule atakaye, ni yule mwenye bidii. Wape bidii hiyo wadogo kwa wakubwa, wape njaa na kiu ya haki watoto wetu, vijana wetu, ukawajalie kiu na njaa ya haki, wachoke na ulimwengu, wakujie wewe Bwana Yesu, uwatakase, uwape kiu na njaa ya kuishi maisha matakatifu, ya kuacha dunia. Uwape hiyo kiu, uwape hiyo njaa ya kuishi maisha matakatifu, ya kutoka kwa anasa na uongo.
Asante Baba, nakushukuru kujalia kila mmoja kiu na njaa ya haki. Kiu na njaa ya haki iumbike ndani ya kila mmoja. Juhudi katika mema liumbike ndani ya kila moyo wa kila mmoja. Apewe ile njaa, apewe kule kutaka kuumbike ndani ya kila mkubwa kwa mdogo. Maana uliwaita Bwana wawe kanisa lako takatifu, wale wenye juhudi katika mema. Ni asante Bwana Yesu kutenda. Ni asante Bwana Yesu kumjalia kila mmoja kiu na njaa ya haki, juhudi katika mema, roho yenye kutaka, bidii ya kutaka kutakasika, na atakasaye ni wewe Bwana Yesu. Hakuna gumu lisilowezekana Bwana. Ulitakasa Rahabu, ukamponya nguvu za ukahaba. Wewe unaweza mpaka leo Bwana Yesu. Nguvu za kutakasa mwanadamu zina wewe Bwana Yesu. Ni asante Baba wa mbinguni, nakushukuru kutimiza, kutenda, kuokoa. Asante Mfalme wa mbingu na nchi. Naamini umempa kila mmoja juhudi, bidii, kutaka, njaa iumbike ndani ya kila mmoja. Asante. Asante Bwana Yesu kutenda. Amen. Asante. Amen. Amen. Waokole wao, Those who are saved wale wenye bidii katika mema. are those who are zealous in doing good Maana things. yake wale wenye kiu na The njaa. meaning are those who are hungry and thirsty. Hallelujah. Hallelujah. Kabisa. Indeed. Lakini hata watu wakwambia wewe ni muongo, na But wewe if mwenyewe hata people uone tell kwamba you you are mimi lying, nimesema nini mimi? What have I said? Kwani mimi nimesema nini? What have I Bwana. said here? Na wewe mwenyewe hujaona ubaya But you wako feel you have not said anything wrong na hujataka kuokolewa. and you've not wanted to be saved. Hata umeona lakini hujataka You've kuokolewa. seen it but you don't want to be saved. Wasema kwani You vina say, nini? what is the significance of that? Basi utakaa hivyo hivyo. Then you will stay the same way. Hallelujah. Hallelujah. Waokolewao Those who are saved wale watakaa. are those who desire. Mafunuo ya neema yake The yalifunuliwa revelation of His grace iokoaye was watu revealed wote, to save all the people. wale wenye juhudi katika. Those who are zealous in doing good things. Hallelujah. Hallelujah. Tumalize ibada yetu, We've come to the end of our service. tufunge macho. Let's close our eyes. Dada mmoja atufungie One ibada. sister to close the service for us with a word of prayer. Bwana, jioni ya kuwa na juhudi kutenda mema kuhusu Bwana neno lako. Tunakuinua maana wewe ni Mungu wa mwanzilishi, Mungu wa kuokoa, mwingi wa huruma Bwana, mwingi wa rehema Bwana. Asante Bwana kwa jioni Bwana ya juhudi. Tusaidie Bwana kweli Bwana, tukaende mbele zako Bwana, tukatende tukawaze Bwana kwa juhudi. Mwana wa Mungu Baba, tunaweza nini bila wewe? Tusaidie Bwana tukaweze kuwa watu wa juhudi katika kila jambo kwa neno lako Baba, katika maisha yetu Bwana, kwa kazi zetu, kila kitu Bwana, tutende kwako kwa juhudi Baba. Asante Bwana kwa neno lako, tufumue kwa amani Bwana. Mtumishi wako kule aliko Bwana, endelea kumjaza, endelea kumgusa kwa ajili ya utukufu wa jina lako Baba. Tufumue kwa amani ili jina lako likaendelee kutukuzwa Baba. Nyumba ya mwanzilishi endelea kuwafinika kwa ajili Bwana ya utukufu wa jina lako, maana unaweza, hakuna Mungu kama wewe. Asante, pokea sifa na utukufu. Na mnenaji Bwana usimpungukie, ukuwe na yeye anapoambiwa na mtumishi wako aje tuanene nasi Bwana, habakishe Mungu. Asante, endelea kumjaza kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Unaweza, hakuna Mungu kama wewe, na ni kwa jina lako Mwokozi wetu. Amen. Asante Bwana. Haleluya Bwana. Asante Yesu. Asante Bwana. Mungu wa mwanzilishi atubariki sote. Amen. Amen. Amen.